Tuzungumzie swala la usalama wa abiria wanaotumia usafiri wa mtandaoni Dimi. Si kwa Tanzania lakini Kenya, hata Uganda pia kumekuwepo na minong'ono kwamba usafiri huo mtandaoni unakosa usalama sasa. Tuzungumze hilo, changamoto ni nini, na vile vile nyinyi hamna namna ya kuwatazama hawa madereva kwamba mkajua kama chombo hiki kimeleta uhalifu, mkajua namna ya kuwasiliana naye ama kuweza kumtia nguvuni? Hilo likoje, na hizi tuhuma za usalama liko vipi? Okay, asante sana. So kuna mchanganyiko wa vitu kadhaa. So ya kwanza ni perception, ya pili pia ni reality, some reality, right? So perception ni way kwamba kama imeshawahi kutokea issue fulani a few years ago, unakuta mtu huyo anaibeba anasema this mode of transport sio safe. So nitazungumzia some common issues ambazo zinatokea kwenye ride hailing. Sio Bolt lakini ride hailing in general, right? Some safety concern inawezekana ni kwamba wewe umeitisha chombo na driver anaonekana anakuja na chombo tuseme TXYZ, right? Anafika hapa anakuta chombo sio chenyewe, right? Hiyo ya kwanza upande ni unsafe, right? Then ya pili inaweza katokea kwamba wakati mko kwenye usafiri ikatokea chochote, labda driver anataka kumwibia mteja au mteja anataka kumwibia driver. Hizo issues zote do happen, right? But tunapozungumzia kwamba huwa tunataka take a step back kwamba leo let's say ulikuwa sehemu na ni usiku na mazingira ni mageni, wewe mwenyewe personally ungetrust kuchukua usafiri wa mtandaoni ama wa kijiweni? Kila mmoja atakwambia angechukua mtandaoni, right? Kwa hiyo kama angechukua mtandaoni, maana yake wote tuna play jukumu la kuweza kuboresha hii huduma. So upande wa Bolt kuna vitu kadhaa ambavyo tumekuwa tukiongeza na kuimprove kuhakikisha kwamba driver na mteja muda wote wa safari wako safe. One of them, tuna kitu kinaitwa SOS button. So SOS button inapatikana kwa application ya driver na application ya abiria. In case ukiwa kwenye safari ukahisi kama something is unsafe, ukibonyeza pale mtu wetu wa safety anakupigia simu na kuweza kufahamu. So in case kama ikatokea kwamba it was a serious issue, at some point you can dispatch ambulance kama ilikuwa ni accident for example, au kama ni safety concern tuna dispatch security rescue agents ambao wanakuja within 15 to 20 minutes wanakuwa wamefika, then they can do the rescue. So tumekuwa tukifanya hizo service mara kwa mara. So nitakupatia good case study. Last month in Kenya tulikuwa na 2 babies that were born because of SOS on our platform. So heavily pregnant ladies katika nyakati tofauti walipanda Bolt, na driver kuona kwamba these ladies wako katika hali mbaya, wakabonyeza SOS button na tukadispatch ambulance ikaje ikawachukua na kawaisha hospitalini wakapata service free of charge. No one pays for that. Then on top of that tuna kitu tunaita trip anomaly. Trip anomaly huwa tuna monitor trip inavyoenda. So let's say request trip ilikuwa ni 10 minutes, ni 20 minutes alafu maybe 5 kilometers. Lakini on the way ikaonekana chombo chako cha usafiri kimesimama muda mrefu. So the team ya kwetu ya safety will reach out to you, na ita reach out pia kwa driver kuweza confirm kama everything is safe. So every trip inavyokuwa inafanyika tuna monitor. Lakini pia kuna issues zingine za cancellations. Pia ni unsafe situation. Ulikuwa na request unatoka point A to point B, alafu ghafla tunaona umepata driver, after a few minutes umecancel trip. So tuna monitor hiyo trip tuweze kufahamu kabisa did the driver take that trip. Kama alitake trip, huyo driver je alitake hiyo trip akiwa na hiyo abiria? Then tuna contact na abiria kuweza confirm kila kitu kilienda sawa, mbona uli cancel and all that. So pia tuna kitu tunaita offline trip prevention. Offline trip prevention inazuia au ina monitor drivers ambao wana cancel trip au namwambia mteja tafadhali cancel au punguza distance, kwa sababu vyote ni viashiria ambavyo vinaweza kusababisha hali ya hatari ambayo sio ya kiusalama kwa abiria. So we monitor, tunarekebisha. Kuna drivers ambao tunawafungia wasitumie application tena. Kuna pia abiria ambao wamesababisha vitu ambavyo ni unsafe kwenye platform na wenyewe wamefungiwa wasitumie platform. So naweza nikasema the industry ina evolve. Kuna some challenges that we acknowledge, but every time kunakuwa na challenge at least we try to go ahead na tuweze kuitafutia solution. Data na faragha. Kampuni za usafirishaji mtandaoni hasa Bolt pia mnakusanya taarifa nyingi za wananchi. Yes. Data hizi zinahifadhiwa wapi, lakini vile vile serikali inapozihitaji mazingira yake ya kuzipata inakuwaje, na usalama wake upo katika kiwango kipi Dimi? Yeah, so naweza nikasema kwa mfano kwa upande wa data ziko very safe. So today as much as tuna operate a platform ambayo ni thousands ya drivers na millions ya passengers, right? Cha kwanza tunahisi sehemu ambayo inaweza kutokea leakage ni kama driver akiweza kupata contacts za wateja na wateja wakapata contacts za drivers. So on the platform sasa hivi unaweza kuona namba ya mteja wako kama ni driver muda ule wa trip. Ikishaisha hiyo namba you'll never see it.
hata ukienda kwenye history ya trip zako utaonyesha ulibeba mteja kutoka sehemu fulani hadi sehemu fulani, but hatutakupatia any contacts. Taarifa zenu zimeshawahi kusaidia vyombo vya ulinzi na usalama kwa namna moja ama nyingine, labda kuna tukio lilitokea na taarifa zenu zikasaidia vyombo vya ulinzi na usalama kubaini changamoto? Yes, kila siku. Hiyo inatokea kila siku. So let's say leo abiria au driver amepata changamoto akiwa safarini, kitu cha kwanza wataripoti kwenye platform yetu. Wakiripoti tunaambia kama ni issue ambayo ni jinai, tunaambia tafadhali ripoti kwenye mamlaka husika. Wakisharipoti hizo account ambazo zimehusika, cha kwanza tunaziblock kwa muda ili uchunguzi ufanyike kazi. So ikienda polisi, kitu cha kwanza huwa wanatuma official request ya kuomba hizo data. So na as long as imetoka kwenye vyombo vya dola na ni official, then huwa tunawapatia. So hiyo data ndio inaanza kusaidia kufanya uchunguzi. So chochote ambacho kitatokea katikati ya safari ya Bolt, kikitajika information zake katoka source sahihi, data tunazo za kutosha muda wote. Yeah. Bolt mnachaguaje madereva? Manake barabarani huko siku hizi mtu anaweza kuwa na bajaji yake na pikipiki yake akaamua aingie katika Bolt kufanya huduma ya usafiri. Nyinyi mnachaguaje? Mnapata professional ama ni mtu tu amerequest na ana chombo cha usafiri basi mnampatia? Na hiyo huoni kama ni hatari kiusalama? Yeah, asante sana Wilberforce. So tuna program ambayo inatusaidia kupata drivers, right? So cha kwanza services zetu kama nilivyosema ziko regulated. So nikizungumzia mazingira ya Tanzania tuko regulated na LATRA, Kenya tuko regulated na NTSA, kila sehemu ina regulation zake. Na kila regulation imestate driver ni yupi ambaye anastahili kuingia kwenye platform yetu. Kwa hiyo kwa upande wetu mtu ambaye anastahili kuingia kwenye platform ya Tanzania, driver lazima awe na driving license ambayo ni valid, ambayo ni class ambayo inatakiwa, awe na national ID ama ID yake, na pia awe ni mtu ambaye ni mtu mzima na zaidi ya miaka 18 na kitu chochote. Then upande wa vehicles yake ama chombo chake cha usafiri lazima kiwe na LATRA license. Kwa hiyo lazima LATRA toe license. Na ili kuweza kupata license lazima kama ni gari iwe ni commercial, kama ni bajaji na two wheelers hizo lazima ziwe commercial, lakini lazima apate license ya LATRA. Lazima awe na insurance ambayo imemkinga yeye na abiria atakayokuepo na hicho chombo wakati wa safari. Lazima iwepo na logbook ya hicho chombo cha usafiri, na lazima pia apate police inspection. Bila kupata vitu vyote hautapata LATRA na hautaweza kuingia kwenye platform yetu. So as much as mtu mtaani anaweza kusema leo niko na bajaji, niko na bodaboda, ngoja niingie Bolt, utadownload application, but kabla hujafikisha hivyo vitu vyote hauwezi ukapata access. Kwa hiyo akidownload application kama ana hivyo vitu vyote atafanya application moja kwa moja, then timu yetu na ita review everything. Ikireview kila kitu account iko sawa itampitisha. Lakini kabla driver hajaenda online anapata basic training. Kuna ambao wanakuja ofisini, nadhani tukitoka hapa tutakuonyesha sehemu ya drivers ambao wanakuwa trained, lakini kuna training ambao ni online kwa sababu tunafahamu driver wote hawezi kufika ofisini. Kwa anapata training kuhusu usalama, anapata training kuhusu customer service, namna ya kuserve customers, anapata training kuhusu masaa ya kazi na namna ya kazi inavyofanya kazi, kuhusu mambo ya kadi ya payment za kadi za cash na all that. Then akimaliza zile training module ndo anaruhusiwa kuanza kazi. Madereva ambao mmeshawahi kuwaondoa kwenye mfumo walifanya makosa gani hasa ambayo mkaona haya ni lazima hawa tuweze kuendelea nao tena? Kuna makosa mbalimbali. Kwa mfano one of them ni kama fraud. Kuna kipindi ambacho madriver walikuwa wanaweza kucheza na GPS sana. So umepanda usafiri wako, mwanzoni ilionekana ni shilingi 10,000, afu inafika mwisho wa trip distance haija change na muda huja change, lakini labda trip cost zime double. So hiyo kind of fraud we don't condone. So ukifanya hiyo fraud, because system yetu inaweza kudetect, unakuwa blocked permanently. Then kuna issues zingine ni za safety. So kila siku na kila wakati huwa tuna initiate selfie kwa drivers. Kwa sababu kila driver alivyoingia, kama nilivyosema, vitu vyote ambavyo vinatakiwa tunakuwa tumevistore. So at any given time tunaweza tuka initiate selfie ya kuja kwenye simu yako ili utake selfie tuweze confirm kabisa kweli huyu ni Dimi anaendesha hicho chombo ama sio Dimi. So tukidetect kwamba hicho chombo akiendeshwa na driver sahihi, hiyo account inakuwa blocked permanently as well. So asilimia kubwa ya madriver ambao wameondolewa permanently ni hiyo ya selfie na safety feature sana. Lakini pia zingine ni za kuwa reported. Unakuta driver over time anakuwa reported, kila abiria kimbeba anasema driver labda ana tabia mbaya, driver labda alikuwa amelewa, driver alikuwa amefanyaje. Hizo zote tunaziondoa. So makosa makubwa ni hiyo safety ya selfie wakishindwa, lakini pia kuna hizi makosa ya jinai ambayo yameshikiliwa na kosa lolote, lakini pia tuna system ambayo inaendelea kurekebisha mienendo ya drivers. Ukimaliza trip nadhani umewahi kuona sehemu ya kurate driver. So hizo rating zinasaidia kumoderate na kuharmonize our platform. So wewe ulivyo na sehemu ya kurate driver na driver na sehemu ya kurate passenger.
So zile ratings zikifikia a certain threshold, account inakuwa blocked. Kwa threshold ya mwanzo atakuwa blocked, aambiwa akuje kwa ajili ya retraining. Ikifika threshold ya chini, huyo anaondolewa moja kwa moja. Mimi tumalize kwa hili, mnafanya kazi katika mataifa ambayo yanaendelea, serikali za Afrika, nchi nyingi bado zipo katika kuendelea. Katika miaka yenu 10 kwa mfano kwa Kenya na hapa Tanzania miaka inaelekea 10 pia kasoro kidogo tu hivi, mnadhani changamoto kubwa ambayo mnakumbana nayo na mngetamani serikali hizi ziweze kurekebisha pahala ni wapi? Sana. Cha kwanza ni policy, ifanye kazi na wadau kuweza kutengeneza policy ambazo ni very friendly, kwamba policy zinaweza zikavutia investment, kwamba mtu anaweza kaja akainvest kwenye ride hailing na akafanikiwa. Cha pili, waweze kufanya na wadau mbalimbali, waweze kuangalia vitu ambavyo vinaweza affect the entire industry. Kwa upande wa vehicle ownership, kama nilivyosema, 70% ya madriver vehicles sio za kwao. Na hii sio kazi hawezi kuifanya LATRA peke yake, lakini lazima shirikiana na watu mbalimbali tuweze kuangalia ku unlock vehicle financing tools ambazo zinaweza kusaidia driver hata kama chombo sio cha kwake, lakini anapokipata na interest anayolipa ina make sense. Lakini zingine ni tuweze kuingia kwenye tuweze kuendelea mbele, kwamba sasa hivi tumekuwa na program nyingi kama za CNG inasaidia kupunguza operation cost. Pia electric vehicles kama Kenya at least wako mbele, na Tanzania natamani siku moja na Tanzania tumefikia hiyo level kwamba at least drivers nao wanaweza kupata bodaboda, bajaji na magari ya umeme kwa sababu zinapunguza operation cost na nini. So hizo ndo issue kubwa. Dimi, kuna hili swala la kuna mataifa mengine huko duniani, kwa mfano Ukraine huko na mataifa mbalimbali duniani, kuna huduma ambayo mtu akishika simu yake akatumia ChatGPT niko labda sehemu fulani, ninataka dereva hivi na hivi na hivi na hivi, basi pale wanamletea paka dereva na kila kitu pale. Kwa Tanzania hii na Kenya sina hakika sana kama huduma hii ipo. So nashukuru sana kwa kuweza kunotice. So kama nilivyosema, we are an innovative company, so tuna launch vitu mbalimbali kila sehemu na kila muda. So yes, ni very recent innovation upande wa Bolt ambao ukiingia ChatGPT kama uko UK na some European markets, as of today unaweza request gari lako ama chombo chako safiri kupitia ChatGPT. So hatuja launch in TZ na Kenya yet, but we are on the way. So tumeanza na hizo masoko ya Europe kwa sababu pia usage ya ChatGPT na hizo online chat services ni kubwa, then tutaanza kuileta huku. Dimi, nikushukuru sana. Asante sana. Haya, nikizungumza na Dimi Kanyankole, yeye ni Senior General Manager wa kampuni ya usafirishaji mtandaoni Bolt, akifanya kazi yake akisimamia Tanzania, Kenya na Uganda. Mimi ni Wilberforce Ngoto, nikushukuru sana kuweza kuzungumza na idhaa ya Kiswahili ya DW Deutsche Welle. Hadi wakati mwingine tena, kwaheri kwa sasa.